Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wagombea urais watoa maoni maridhiano, wakutana na Rais Samia, wahimiza uvumilivu wa kisiasa, wasisitiza ushirikishwaji wa wadau, uaminifu, kuheshimiana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Watoto watatu wafa kwa kuzama kwenye mashimo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Bunge latoa agizo bei ya mafuta, LATRA yazuia kupandisha nauli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwelekeo wa serikali 2026-2027. Mwigulu anika maagizo mahususi viongozi wa mikoa, taasisi. Uchumi wa kwa kasi, usalama wa chakula wafikia 130%. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kibaden, mchezo wa soka unaunganisha taifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Kituo cha umeme cha bilioni 25 cha maliza kero wilaya 3 Moro. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na wagombea wa nafasi ya urais pamoja na wagombea uwenza wa vyama vya siasa 16 vilivyoshiriki uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 baada ya mazungumzo Ikulu ya Dar es Salaam juzi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bei ya mafuta ya ng'ata, wakati bei za petrol diesel zikipaa. Wasafirishaji waomba nauli zibadilike, LATRA ya waonya, bunge laingilia kati, wananchi waeleza maumivu. Habari katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Chuki Shaban Tamstoa ikisema hii haitaathiri wafanyabiashara tu, bali hata wamiliki wa magari binafsi wanaotumia vyombo hivyo kama nyenzo ya usafiri na si kwa faida. Sisi tunaweza kuongeza kwa mlaji, vipi kwa wakulima? Madaktari inawahusu kwa sababu hawapati faida. Serikali ipunguze tozo kwenye mafuta. Nukuu ya Goodluck Shirima, kamishna wa mafuta na gesi wa Wizara ya Nishati, nasema tunaposema tuna akiba mafuta haimaanishi mafuta yote yapo ndani ya nchi kwenye matenki yetu. Akiba hiyo inajumuisha mafuta yaliyopo nchini, yale yaliyopo njiani yakiletwa kwa meli, pamoja na mikataba tulioingia na makampuni ya kusambaza mafuta. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Hivi ndivyo bajeti ya shilingi trilioni 12 inavyogusa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu jana alisoma bajeti yake ya kwanza ya makadirio ya mapato na matumizi kwenye mkutano wa kwanza wa bajeti ya awamu ya 6 kwa muhula wa pili, ambapo aliliomba bunge liidhinishe shilingi trilioni 12 kwa ajili ya matumizi ya ofisi yake na ofisi ya bunge. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Bwawa la Nyerere, mjadala kutumika chini ya kiwango. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Walichojadili Rais Samia, washindani wake Ikulu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Mwananchi limeandika wananchi Same waingia hofu, ardhi ikipasuka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele.
Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bei ya mafuta ya paa. Wengi washauri gesi iwe mbadala. EWURA yaanika sababu. Wadau waitaka serikali ifanye gesi asilia suluhisho la kudumu. Watamani mikopo kuwekeza kwenye teknolojia ya habari, imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mafuta paswa kichwa. Spika Mwigulu, wabunge wafunguka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. LATRA yataka wasafirishaji kutopandisha nauli kiholela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Samia ateta na waliogombea urais uchaguzi mkuu 2025, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu Nchemba atoa maelekezo 11, habari katika ukurasa wa 2. Bilioni 1.5 kutumika kujenga uzio wa kudhibiti tembo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Marekani yaona mwisho wa vita Iran, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Lakini pia gazeti hili limeandika simu janja zinavyogeuka chanzo cha kipato, kuinua ujasiriamali, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bei mafuta za tikisa, za panda kwa 33%, ni janga duniani kote. EWURA yataja sababu. Baadhi ya nchi hali ni tete zaidi. Bunge serikali ichukue hatua haraka, habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 19. Tofauti ya bei zajitokeza kimataifa. LATRA marufuku kupandisha nauli. Waziri mkuu atoa mwelekeo wa utatuzi. Daladala, bajaji, bodaboda zapandisha nauli kinyemela. Bunge laagiza hatua za haraka kuwanusuru wananchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 19. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Ado Shaibu, mbunge, ikisema mantiki ya ongezeko kubwa la bei hailingani na maelekezo ya serikali kuwa nchi ina akiba mafuta ya ziada ya miezi mitatu. Hili ongezeko la shilingi 1,000 kwa lita linatokana na mafuta yapi kama ni yale yale yaliyokuwepo? Kwa nini bei imepanda kwa kiasi hiki? Gazeti hili limeandika anguka kizimbani akinusurika kifungo cha maisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Kishindo cha mikopo umiza cha ishtua, BOT yaja na dawa kuikabili, habari katika ukurasa wa 18. SGR sasa rasmi kuunganisha Burundi DRC, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele. Rais Samia ateta na wagombea urais 2025, ni kuhusu mambo mbalimbali ya nchi ikiwemo kuimarisha umoja, amani na kufanya siasa safi, habari katika ukurasa wa 2. Waliotajwa ripoti ya CAG hawachomoki, ni kauli ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu. Pia ashusha maagizo 11 ya kazi na utu, habari katika ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 6. Profesa Chijoliga achambua amani maendeleo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi kuinua utalii wa kihistoria, habari katika ukurasa wa 2. LATRA marufuku kupandisha nauli. Mamlaka ya udhibiti usafirishaji ardhini LATRA imetaka wadau wa usafirishaji. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 15. Vyakula vya kusindikwa chanzo cha magonjwa ya moyo, habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi asisitiza uhifadhi maeneo ya kihistoria, akaribisha uwekezaji kutoka Uholanzi, Slovakia, habari katika ukurasa wa 2.
kuzindua mwenge wa uhuru. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zungu ataka majibu ya serikali kupanda bei ya mafuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Samia kutana na wagombea urais 2025. Dr. Khalid akagua vifaa ujenzi wa barabara. Habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika ndege ya kijeshi ya Urusi yaanguka na kuua watu 23. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika kisa nyota Yanga, vigogo TFF kujifungia. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ijayo ni Yanga dhidi ya Tanzania Prisons KMC Complex April 4. Simba vs Coastal Union kuna boli mabao. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ligi kuu Tanzania bara saa 1 kamili usiku hii leo. Mbeya City yaitengea KMC mamilioni. Habari katika ukurasa wa 3. Miaka 52 DRC ikirudi kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 20. Malindi bado haikijaeleweka. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likiandika TPL Jumani Dodoma dhidi ya Fountain saa 10 kamili jioni Airtel Stadium. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ndio gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika serikali yajizatiti maandalizi AFCON. Azam yaishusha Simba. Habari katika kurasa za ndani. Afrika yapeleka timu 10 kombe la dunia 2026. Habari katika kurasa za ndani. Italia yakwama mara 3 kufuzu kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 22. Simba Coastal pumzi muhimu leo. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.